Ni taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyosomwa hapo jana tarehe 14 Agosti na mkuu wa wilaya ya Kasulu Bwana Isaac Mwakisu. Luseba TV inawaletea taarifa hizo moja kwa moja. Hebu tukamsikilize. Kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa wilaya nitawasilisha jina langu naitwa Isaac Mwakisu, uweno wa wilaya. Kazi ya mwaka 2022 wilaya ya Kasulu ina wakazi 776,088, wanaume wakiwa 373,099 na wanawake wakiwa 402,989, sawa na ongezeko la watu 2.4 kwa mwaka, ambayo ni jimbo la Kasulu mji na Kasulu vijijini. Ina tarafa 5, ina kata 36, ina vijiji 61, ina mitaa 108 na vitongoji 283. Aidha, ameendelea kuzungumzia kuhusiana na hali ya ulinzi na usalama. Wilaya iko shwari, haina matatizo kabisa, usalama ni wa kutosha, na ameendelea kuwasifia wananchi kwamba waendelee kudumisha upendo, amani na mshikamano, kwa kuwa amani inaanzia kwetu sisi wenyewe. Usalama ni shwari na inaendelea kuimarika kiasi kikubwa. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba doria na ulinzi katika maeneo yote ya wilaya yanaimarishwa. Matukio madogo madogo ya kihalifu yanayojitokeza yanaweza kudhibitiwa na vyombo vyetu vya usalama kwa kushirikiana na wadau wa amani na jamii kupitia ulinzi shirikishi. Nawashukuru sana wananchi katika hili. Katika moja ya vitu ambavyo tunajivunia Kasulu ni utengamano, lakini pia na usalama katika maeneo hii. Asante sana. Mwanzo tulikuwa na changamoto kidogo, lakini sasa hivi changamoto zetu tunakaa pamoja tukazitatua, na wote sasa tunashirikiana vizuri, kwa sababu usalama unaanzia ndoto, kwa sababu unaanzia kwangu, unaanzia kwako na sisi wote, na hii ndio tunafanya Kasulu, ndio maana tulikuwa na amani ya kutosha. Aidha, Kanali Mwakisu hakusahau kuelezea hali ya kisiasa ndani ya wilaya ya Kasulu, hasa kwa kusifia Mama Dr. Samia Suluhu Hassan katika uasisi wake wa 4R na utekelezaji wake. Tekeleza kwa vitendo falsafa ya 4R iliyoasisiwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Falsafa hii inajumuisha reconciliation, yani maridhiano, resilience, yani ustahimilivu, reform, yani mabadiliko, and building, yani kujenga upya. Imetumika katika mkakati mahususi wa kuimarisha utawala bora, demokrasia na uchumi kwa kufungua milango ya mazungumzo na wadau wa kisiasa, kijamii na kiuchumi, kuzuia na kupambana na rushwa na TAKUKURU. Ngazi ya wilaya imeendelea kutekeleza wajibu wake kwa kuongoza mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi na uchumi ili kuhakikisha haki inatendeka na wananchi wanapata huduma bora. Ili kufanikisha mapambano hayo, mbinu zifuatazo zimekuwa zikitumika. Na hii ni Luseba TV kwa taarifa zaidi na za motomoto. Asanteni kwa kunisikiliza. Wanakujiimba mnaitikia Luseba.